kuwa yetu tumetenda, na wewe Baba tunangoja kushuhudia. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Ni katika jina la Yesu sote tunaomba kwa imani. Amen. Amen. Asante sana. Basi niweze kumkaribisha mtumishi wa Mungu John Asire kwa ajili ya somo. Karibu. Asante sana mtumishi wa Mungu na mwenyekiti wetu Jean Marie. Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya katika madhabahu haya kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Asante kwa wote waliotukuza Mungu kwa nyimbo. Mungu awabariki sana na muendelee kusimama kwa ajili ya kazi yake. Asante sana mtumishi wa Mungu na mwalimu wangu Gerald Gichaba kwa ombi kwa ajili ya mahitaji ya watakatifu. Mungu atutendee sote kadri ya wingi wa neema yake. Zaidi sana nimshukuru Mungu kwa uaminifu wake, nimshukuru kwa upendo, nimshukuru kwa jinsi ameendelea kuwa mwema kwetu, ya kwamba kila kukicha na kisha kwamba tunapata muda, tunapata nafasi, tunapata uwezo wa kukusanyika mbele zake sote kwa ajili ya kumtukuza. Zaidi sana ya kwamba tukaweze kuleta hoja zetu mbele zake, maana ni yeye aliyeahidi na ni yeye aliye na uwezo wa kutusaidia sote katika mahitaji zetu sawa sawa na mapenzi yake. Na kwa jinsi Mungu ameniruhusu kusimama kwa ajili ya neno asubuhi katika wiki hii, ningependa niwaalike kwa njia ya kipekee tuweze kusafiri pamoja tukilichunguza neno la Mungu, tukihimizana pamoja na kubarikiwa kadri Mungu atakavyotujalia. Somo ambalo tutakuwa nayo, kichwa kikuu kinasema kwa siku hizi, sijui ni 5 ama ni 4, kitasema Mungu katika safari yako. Kichwa ambayo utatembea nayo ni Mungu katika safari yako, na fungu ambalo litatuongoza ni Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8. Na fungu hili unapolisoma utalikuta ni neno ambalo Mungu alinena kuanzia mwanzo pale katika Kutoka. Kitabu kile cha Kutoka 13:21 utapata ujumbe huyo. Katika Kutoka 33:14 ujumbe huu utaupata huko, na ndio ambacho itatuongoza wiki nzima tukijaribu kuchunguza ama kuelewa kusudi la Mungu kwa ajili yetu kama watoto wake tunapoishi katika dunia hii, na tukiwa katika safari ya tumaini. Ni nini ambacho Mungu anaahidi kwa ajili ya safari yetu? Ni nini ambacho anahitaji kwa ajili ya safari yetu? Na ni namna gani tutasafiri kama watoto wake? Nitasoma Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 8. Naye Bwana, yeye ndiye atakaye kutangulia, atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha. Usiogope wala usifadhaike. Tunaomba. Mtakatifu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa kukusanya mbele zako mara nyingine asubuhi njema, mchana na jioni kulingana na sehemu tulioko. Kusudi kuu Mfalme, tujifundishe kutoka kwako, tusikie sauti yako, tulete hoja zetu mbele zako, tupokee baraka zako. Na Mungu tupate nguvu itakayotusaidia tunaposafiri kuelekea mbinguni. Nena nasi, utuonyeshe utukufu wako. Neno lako litubariki, lituinue, lituishe. Baba, watoto wako kapate amani, tumaini na imani, ili Mfalme tunaposafiri katika safari hii ya tumaini, Baba, tuhakikisha kwamba tuko pamoja nawe, ili hatimaye tufikie mwisho ulioandaa katika uzima wako. Kwa pamoja nasi kwa masaa haya, utufundishe namna upendavyo Bwana. Jina lako litukuzwe kwa yote, katika jina la Yesu nimeomba kwa imani. Amen. Kwa hivyo wapendwa, na wakaribisha kwa njia ya kipekee ili tuweze
kutembea katika ahadi hii ambayo Mungu anasema ya kwamba atakuwa nawe, atakutangulia, atakuwa pamoja nawe, hatakupungukia wala hatakuacha. Kwa hivyo anakuagiza, ananiagiza mimi ninayesafiri naye ya kwamba nisiogope wala kufadhaika. Hii inamaanisha nini kwa ajili yetu? Hii inamaanisha nini kwa ajili yako, mtu wa Mungu? Ni kwamba sote tunajua ya kwamba tuko safarini. Wengine hawezi kumbuka, kufahamu ama kujua, lakini nataka niwakumbushe ya kwamba maisha tunayoishi tuko safarini, na safari tulio nayo iko katika nyanja tofauti tofauti. Wengine wanasafiri emotionally, wengine wanasafiri spiritually, wengine wanasafiri physically, lakini ya mwisho ni kwamba tunasafiri eternally. Na maanisha nini? Katika maisha yetu ya kila siku kuna jinsi ambavyo tunajaribu kujiinua katika hali zetu za kiroho, tunatafuta kumjua Mungu zaidi. Hiyo ni safari. Kuna watu ambao kwa njia moja au nyingine kuna mambo ambao wameyapitia emotionally ama katika hali yao ya kihisia, na wanahitaji kupona, wanahitaji kusonga mbele. Wengine walivunjika moyo, wengine wamekosa amani, wengine wamekosa tumaini, na wanatamani ya kwamba uweze kusonga mbele, wakapata amani, wakapata uponyaji, wakapata tumaini. Hiyo ni safari. Wengine wanasafiri kutafuta kazi, wengine wanasafiri katika biashara ama kuanzisha biashara, wengine wako kwenye ndoa ama wanatamani kuanzisha ndoa na familia, wengine wanatafuta afya physically. Tunasafiri. Na mwisho wapendwa ni kwamba tuna ile safari kubwa ambayo inatuhusisha sote, na ndio ambayo imetuleta katika platform hii, ni kwamba tunasafiri eternally. Tunasafiri tukielekea nchi ya ahadi, nchi Mungu aliyoahidi ya kwamba wale ambao watampokea Kristo na kuishi sawa sawa na mapenzi yako, mwisho atawapumzisha katika nchi ya ahadi. Haya safari yote kwa njia moja au nyingine inamhitaji Mungu. Na swali la msingi leo si ya kwamba je unasafiri, ni kwamba je unajua uko safarini? Je, mimi natambua ya kwamba niko safarini? Na ninapotambua niko safarini, ninasafiri na nani? Ndio maana kichwa ikasema Mungu katika safari yako, ya kwamba ni muhimu mimi na wewe kuhakikisha kwamba katika ile safari ambayo unasafiri emotionally, spiritually, physically ama eternally, ni muhimu kuhakikisha ya kwamba safari hii imehusisha Mungu, ya kwamba nimemwalika Mungu katika safari yangu, ama nimemruhusu Mungu kuniongoza katika safari yangu. Na siku ya leo tutaangalia safari ama maisha ya Abrahamu pale mwanzo anapoitwa na Mungu. Je, Abrahamu anakuwa katika hali gani na anafanya jambo gani Mungu anapomuita, anapoanza safari na Mungu? Mwanzo 12 wapendwa, mstari ule wa kwanza nitasoma hadi 4. Mwanzo 12 mstari wa kwanza hadi wa 4. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki jina lako, nawe utabarikiwa. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana asifiwe. Mstari ule wa 4 inasema, basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru,
Lutu akaenda pamoja naye. Kwa hivyo wapendwa, tunaona ya kwamba Abrahamu anaanza safari, na safari hii inaanzishwa na Mungu mwenyewe. Sema ya kwamba tunasafiri katika hali tofauti tofauti, na wakati ambapo unakosa kugundua ya kwamba Mungu ndiye aliyeanzisha safari ama yuko katika safari yako, utakuwa na hali ya kuchanganyikiwa, kutoelewa na utashindwa kusonga mbele. Lakini mpendwa, unapogundua ya kwamba safari hiyo ambayo umeanzisha, safari hii ambayo unataka kuanzisha, ama safari hii ambayo unakusudia kuanzisha, iwe ni biashara, kazi, ndoa, familia, safari yoyote ile, ama iwe ni huduma kwa ajili ya Mungu. Wengine wako katika huduma, lakini katika huduma hii hawaelewi ya kwamba Mungu yuko pamoja nao na ndiye ambaye anafaa kuongoza safari yao. Kwa hivyo wanaposafiri wana hali ya kuchanganyikiwa, wasiwasi, wana hofu na mambo kama haya. Lakini yule aliyetambua ya kwamba safari hii ninayosafiri mpendwa imeanzishwa na Mungu, ama Mungu anafaa kuwa pamoja nami katika safari hii. Kuna mambo mengi ambayo tunajifundisha katika somo fungu hili la Mwanzo 12, ya kwamba ya kwanza Abrahamu anaamrishwa na Mungu, ondoka. Na Abrahamu anaposikia sauti ya Mungu ikimwambia ondoka, Mungu anamwahidi mambo fulani. Na Abrahamu kitu alichokifanya ni kwamba andiko inatuambia Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Kwa hivyo leo tunajifundisha jambo moja tu, ya kwamba Mungu ako katika mwanzo wa safari yako. Pendwa, ni jambo la maana sana unapomruhusu Mungu kuanza safari na wewe. Ni jambo la busara unapomruhusu Mungu kuwa katika safari yako. Ni jambo ambalo ni la maana sana unapogundua ya kwamba safari unayoanzisha ama utakayoanzisha, Mungu yuko pamoja nawe. Abrahamu akatoka, na katika safari hii ama katika wito huu ambao Mungu amemuita nayo Abrahamu, nataka tujifundishe mambo 5 ambayo Abrahamu alifanya, ama tunajifundisha kutoka katika hii historia ya Abrahamu. Jambo la kwanza wapendwa, kwamba Mungu anapokuita ama anapoanzisha safari, jambo la kwanza anakuita katika safari ambayo wewe mwenyewe hutaielewa, safari isiyoeleweka. Kama vile tunajua, kama vile tunasoma ya kwamba Abrahamu akaambiwa ondoka uende katika nchi ambayo nitakuambia, nchi ambayo nitakuelekeza. Mungu hakutoa ramani ya kuelekea katika ile nchi mara moja, ama hakumweleza Abrahamu ya kwamba utaenda katika nchi gani, bali alimwagiza tu. Na ndio maana nataka niseme ya kwamba hata wewe, kile ambacho unapanga kuanzisha leo, safari hiyo ambayo umeanzisha leo, safari hiyo ambayo unaendelea nayo leo, pendwa, jiulize asubuhi njema ya kwamba je, Mungu yuko katika safari yangu? Kazi hii ambayo nafanya, Mungu yuko ndani yake? Biashara hii, Mungu yuko ndani yake? Ndoa yangu hii, Mungu yuko ndani yake? Maana chanzo cha vurugu nyingi, chanzo cha matatizo yetu ni kwamba tumeanzisha safari zetu nyingi bila kumhusisha Mungu, bila kumuuliza Mungu, je, inafaa tuingie katika safari hii? Na ndio maana leo tunaona mambo yanapotukia, changamoto inapokuja kidogo, tunalalamika, tunalia, tunakosa tumaini, kwa sababu hatuelewi, hatuna uhakika kama Mungu yuko safarini pamoja nasi. Je, Mungu yuko katika safari yako? Unaelewa ya kwamba Mungu anapokuwa safarini atakuongoza? Ndio, ameahidi atakuelekeza, atakulinda, atakubariki, lakini hatakufunulia mwisho wa safari ama safari yote.
Mungu hata kufunulia mwisho wa safari, hata kuonyesha zile changamoto ambazo utakutana nazo. Yeye anakuagiza ondoka, anza safari kwa imani. Anza safari. Pengine Mungu amewapa fikra ya kuanzisha biashara, lakini sasa anataka kujiuliza, sasa hii biashara niifanye vipi? Anataka kujiuliza mambo mengi ambayo kwa uwezo wa mwanadamu hawezi akatatua. Bwana asifiwe. Na mara nyingi tunapojifundisha neno la Mungu, tunaambiwa kwa imani tunapokea ahadi za Mungu. Mara nyingi watu wamepitia katika changamoto za magonjwa, changamoto za ukosefu, za mahitaji, na wakati ambapo tunamwomba Mungu tunaambiwa ya kwamba tumeomba na tupokee kwa imani. Mtu anatoka pale, anakaa siku 2, siku 3, wiki moja, mwezi moja, miezi miwili, anaona ugonjwa ule aliyoiombea haijapona, anaanza kuwa na wasiwasi, anasema mbona ni kama Mungu hajasikia ombi langu. Wapendwa, jinsi Mungu anavyofanya, anavyotenda kazi, sivyo jinsi ambavyo sisi tunafanya kazi. Kwa hivyo anapotuagiza ya kwamba tupokee uponyaji kwa imani, tunasema sisi tumepona katika jina la Yesu. Anaposema sisi ni watu ambao tumebarikiwa, tunapokea kwa imani katika jina la Yesu. Anaposema sisi tutafanya biashara na kufanikiwa, anaposema ameandaa kazi kwa ajili yetu, haijalishi utatafuta kazi miezi ngapi, miaka ngapi, haijalishi. Mungu anaposema ondoka, ondoka. Bwana asifiwe. Anaposema anza kwa imani. Bwana asifiwe. Maana yeye ni mwaminifu. Kuna rafiki yangu mmoja, mwalimu, ambaye historia yake ilinipendeza sana. Mwaka huu tu nilipohamia sehemu ambayo nafanya kazi sasa hivi, ile kanisa ambayo niliingia, nilimkuta yeye ni mzee wa kanisa. Akanipokea kwa furaha, tukajuana, tukawa marafiki. Tukawa tunazungumza, akanieleza mambo yake kidogo. Amefanya kazi ya walimu ya kuandikwa na shule sio serikali kwa miaka 10. Yani yeye ni mwalimu aliyehitimu na ako na vyeti na ako na kila kinachohitajika ili mtu andikwe na serikali, lakini hakuwa amepata hiyo nafasi miaka 10 tangu atoke chuo kikuu. Anafanya tu kama BOM teacher 10 years. Na mara nyingi ananiambia anaenda kwa interviews, watu wanaandikwa mpaka wale ambao amewafundisha wakapita, wakaenda wakafanya wakasoma university, wakagraduate, wakakuja, wanaandikwa mbele yake. Mpaka inafika mahali watu wanaambia si utafute kitu kaandikwe, si ufanye mchambo kaandikwe. Akasema wakati wa Mungu itakapofika, mimi naamini nitapata kazi. Akangoja, akavumilia. Familia iko hapo, ako na mke na watoto wanaenda shule, lakini kwa uaminifu kile kidogo alichokuwa anapata anaridhika nayo, akijua Mungu yuko katika safari yake. Hataki kuelewa jinsi Mungu atakavyofanya, hataki kuelewa ni lini Mungu atakavyofanya ama atafanya. Akavumilia, akangoja, na ilipofika mwaka huu Januari, TAC ilipotangaza nafasi za kazi, akafanya application. I think ni last year. Lakini sasa wakaenda interview Nairobi. Wakati mimi naingia, yeye alikuwa ameenda interview. Alikuwa ameenda marking, akaenda na interview. Akafanya interview, akaniambia mtumishi, nimekutana na hata watu ambao nimewafundisha sio kitambo. Wananiuliza mwalimu, bado uko hapa hujapata kazi? Niambia nimevumilia miaka 10. Siku naenda siku rudi, naenda narudi. Wanasema uko na nini? Nasema mimi niko na Mungu. Pendwa, habari nzuri ni kwamba mwaka huu alipoenda mara ingine, na akaenda sasa kama amekasirika, akamwambia Mungu, naenda mara ya mwisho, siendi tena. Haleluya.
ninaenda mara ya mwisho kwa miaka 10, sitarudia tena. Pendwa, Mungu wetu ni mwaminifu. Anaposema ondoka, anaposema anza, anaposema umepokea, amesema. Anaposema atakubariki, amemaanisha. Maana yeye si mwanadamu. Bwana asifiwe. Nataka niwaambie ndugu yangu, huyu tulipokutana alikuwa na furaha nyingi. Amepigiwa simu, ameambiwa umepata kazi, ameandikwa na serikali. Miaka 10 baadaye Mungu ameona ni vyema sasa apate kazi, naye afurahie. Amekuwa mtumishi, yeye ndiye alikuwa first elder, mtu mwaminifu, amejitoa kwa kazi ya Mungu. Hata nilipoingia akanikaribisha, naambia mtumishi, njoo, nimefurahi umefika, tufanye kazi. Wakati simu ilikuja akaniambia, mtumishi, Mungu alikuwa na kusudi lake, kanisa hili nimekuachia. Kaandikwa kazi, akawa posted pengine, akatoka. Lakini furaha yangu si kwamba alipata kazi, hapana. Furaha yangu si kwamba aliondoka, hapana. Furaha yangu ni kwamba uaminifu aliokuwa nayo miaka 10, wapendwa, nilipendezwa nayo. Nikasema hakika Mungu ako na watu waaminifu ambao wanajua Mungu wanaomtumikia. Kwa hivyo Mungu anapokuita katika safari, anakuita katika safari isiyoeleweka. Usije ukachanganyikiwa ukatamani kujua ni jinsi gani Mungu atanitendea. Amesema atanipona, amesema atanibariki, amesema atanipa uzao, atanipa mume, atanipa mke, amesema watoto wangu watasoma. Wazazi wengine wamepeleka watoto shule, wanatafuta school fee. Anaona jinsi anavyopitia changamoto kusomesha watoto. Nataka nikwambie mpendwa, kwa imani hesabu kila siku kama jinsi ilivyo. Usitamani kujua jinsi mwaka yote utalipa school fee. La, hiyo term tu mwambie Mungu, lipa hii, hiyo ingine najua utaleta kwa wakati wake, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Waibrania 11:8 Biblia inasema, Waibrania 11:8 neno la Mungu inasema, kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi. Bwana asifiwe. Ya kwamba kwa imani Abrahamu hakumuuliza Mungu, nitoke nianze na wapi, sina fare. Bwana asifiwe. Hakumuuliza Mungu nitaenda na nani. Hakumuuliza Mungu nitakula nini. Abrahamu kwa imani alipoitwa na Mungu aliitika, akatoka. Bwana asifiwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hivyo anaposema anza safari, anza leo. Wewe ambaye kwa muda mrefu umetamani kuanzisha jambo na unajiuliza utaanzaje, watu wamekuambia wewe hata una elimu nzuri, ukianzisha biashara itaanguka. Wewe unamjuaje Mungu ambaye unamtumikia? Mungu ambaye ana uwezo wa kutumia watu wasiokanyaga malango za shule, anawatumia kwa njia ya ajabu. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. Na tunapokosa kumwelewa tunakosa baraka zake. Tunapomkosa kumwelewa tunakosa ushindi, tunakosa kuishi katika kusudi lake. Maana mtoto wa Mungu hafai kuishi katika hofu yoyote ile. Wewe umejaa hofu, umejaa uoga, sijui umetishiwa na nani, uliambiwa nini, unafadhaika ni kana kwamba huna Mungu. Asubuhi njema nataka niwaambie wapendwa, Mungu yuko katika safari yako. Mungu yuko katika safari hiyo. Changamoto, dhiki, magonjwa, njaa, Mungu yuko ndani ya safari yako. Najua dhihaka ni nyingi, madharau ni nyingi. Hakuna mtoto wa Mungu ambaye hajapitia madharau. Hakuna asiyepitia vita. Hakuna asiyepitia changamoto na dhihaka. Lakini wapendwa, katika hayo yote Mungu yuko pamoja nasi. Mungu yuko pamoja nasi. Mithali 5:3 Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Mungu hajatuita tutumie akili zetu, ametuita tumtegemee. Katika njia zako zote mkirie, naye atanyoosha
mapito yako. Kwa hivyo jambo la kwanza, Mungu anakuita katika safari isiyoeleweka. Ile unachohitaji kufanya ni kumwamini. Jambo la pili, uwepo wa Mungu ni zaidi ya kuelewa. Mungu akiwa katika safari yako inatosha. Mungu katika safari yako inatosha. Watu watakuuliza itakuwa kwaje unaanzisha hii, unataka kuanza biashara, itakuwaje una apply kazi hii na tunaona uja qualify, itakuwaje, utawezaje? Pengine unataka kazi wanakuambia na tunaona wewe una uwezo tu wa kuongea Kiingereza, huwezi kuongea Kiswahili, ama una uwezo wa kuongea Kiswahili, itakuwaje? Nataka nikwambie, uwepo wa Mungu ni zaidi ya kuelewa. Usijaribu kutafuta kuelewa, tafuta uwepo wa Mungu katika safari yako. Kama Musa katika Kutoka 33 mstari ule wa 15. Musa katika Kutoka 33 mstari wa 15. Biblia inasema Musa akamwambia Mungu, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana asifiwe. Tambua ya kwamba uwepo wa Mungu ni zaidi ya kuelewa. Safari haitaeleweka. Mimi nakumbuka wakati Mungu aliniita, na ndio maana nasema Mungu akiwa katika safari yako ni vizuri utambue. Maana unaweza teseka muda mrefu bila kujua ya kwamba unaye msaada. Utateseka muda mrefu sana, lakini ukijua ya kwamba uko na msaada, mateso haitakupa hofu, changamoto haitakupa wasiwasi. Wakati Mungu aliniita, watu walisema mambo mengi. Ni historia yangu, ni historia ya ajabu sana. Watu walisema mambo, maana maisha niliyokuwa naishi haikuendana na ile wito ambao Mungu aliniita. Mungu aliniita nikiwa nimekaa nje ya kanisa miaka mingi. Licha ya kwamba nilizaliwa ndani ya kanisa, nilitanga mbali nikakaa nje miaka mingi. Na Mungu aliposema sasa wakati umefika wa kunitumikia, ilikuwa tu kwa njia ya ajabu. Sasa watu wakashtuka, itakuwaje sasa huyu mtu? Itakuwaje? Tunamjua, tunajua historia yake. Si mtu mzuri, si mtu mwaminifu, si mtu mvumilivu, ni mtu mkorofi huyu, ni mtu ana tabia zote mbaya. Huyu mtu atafanyaje kazi ya Mungu? Bwana asifiwe. Lakini kuna jambo nataka nimshukuru Mungu ya kwamba katika moyo wangu alinipa jambo moja tu, kusema ndio, imetosha. Yaani kile ambacho nilisema maisha ya kitambo kile imetosha. Mungu, kama ni kweli ni wewe umeniita, nataka unionyeshe njia. Wapendwa, mahali Mungu amenifikisha leo imegharimu mkono wake. Na nasema namshukuru sana nikisema, Mungu, ukiwa ndani ya safari yangu sitahofu tena, sitakuwa na wasiwasi, maana najua wewe una uwezo. Mungu ana uwezo. Watu waliosema, walionung'unika, waliopiga kelele, wakakuja wakakiri, wakasema kweli ni mtumishi wa Mungu huyu, kweli Mungu amembadilisha. Na hata leo wanakiri kwa vinywa vyao, wapendwa, ya kwamba huyu mtu Mungu alimuita, huyu mtu Mungu alimkomboa, huyu mtu Mungu alimbadilisha na akaweka neema ndani yake. Huyo ndiye Mungu ninayemzungumzia, wapendwa, anayeweza badilisha hali yoyote ile unayopitia leo ikawa kwa utukufu wa jina lake. Sijui unapitia nini, sijui watu wamesema nini kukuhusu, sijui familia imesema nini kukuhusu, sijui kazini unapitia changamoto gani. Pendwa, wengine wanasema ndoa ina vurugu. Umetambua Mungu yuko katika ndoa hiyo? Leo nataka tujiulize, hii ndoa yangu ambayo iko na changamoto, iko na dhoruba, inatingisika, je, Mungu yuko katika ndoa yangu? Ili uanze kuwa na ujasiri ya kwamba Mungu akiwa katika ndoa yako, haijalishi dhoruba zitakuwa kiasi gani. Mungu akiwa katika kazi yako, haijalishi utachukiwa na wafanyikazi wenzako wangapi, watakudharau, watakusimanga, haijalishi watakusema vibaya kiasi gani. Mungu akiwa katika biashara yako, haijalishi wenzako watakuendea wapi. Haleluya. Maana ni kwa sababu tunapokosa kujua uwepo wa Mungu katika
safari zetu. Ndio maana saa zingine tunasawishika kuenenda kutafuta uongozi na msaada sehemu zingine, lakini mpendwa, mtoto wa Mungu anayejua Mungu wako katika safari yake ana ujasiri. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, safari yoyote aliyoanzisha Mungu unahitaji kutengwa. Sijui kama mtu amenielewa. Yaani Mungu akianzisha safari, akikuita, lazima utatenganishwa na mambo fulani. Marafiki wataondoka, ndio. Familia wataondoka, ndio. Kuna mambo mengi ambayo Mungu atakutenganisha nayo ili aweze kutimiza kusudi lake juu yako. Mungu ndio maana akaambia Abrahamu, kwa sababu nimeona ya kwamba wewe ni mtu mwaminifu na nataka nikubariki na nibariki dunia nzima katika wewe, lazima utaondoka hapa. Mara nyingine tunakuamilia Mungu anataka kuinua tu, lakini kwa ile njia anayoitumia ukiangalia unasema hapana, hii nikienda nayo nimepotea. Je, umetambua Mungu yuko katika safari yako? Katika hiyo decision ndogo unayotaka kufanya, Mungu yuko ndani yake. Mungu yuko katika hiyo uamuzi unataka kufanya. Maana Mungu akiwa ndani ya safari yako, lazima utatenganishwa. There will be a separation. Ine, kwa sababu naenda kwa mbio, ni kwamba utiifu ufungua ahadi na baraka za Mungu. Yes, Mungu anapokuita anaangalia, je, utatii sauti yake? Na ndio maana tunamwona Abrahamu, licha ya kwamba hakujua mahali ambapo Mungu anamuita aende, yeye alitii tu, maana anajua Mungu ana uwezo wa kutenda kila jambo. Imani inatangulia ili tupokee baraka za Mungu. Imani inatangulia ili tupokee baraka za Mungu. Kizungu inaweka vizuri ya kwamba obedience activates God's promises. Obedience activates God. Yani baraka za Mungu zipo, lakini ili ziwe activated, yani ili zichangamke uweze kuziona na kuzipokea, lazima uwe mtiifu. Mungu anaposema fanya, mara nyingi watu wa Mungu wanataka Mungu nibariki, lakini wakati Mungu anaomba utiifu, wakati Mungu anatuagiza tuweze kumtii, hata kwa mambo madogo tu tunashindwa, lakini kila kukicha tunalia, Mungu tusaidie, tubariki, tuinue, tufanikishe. Je, umekuwa mwaminifu katika safari yako na Mungu? Mungu anatamani umfanyie jambo fulani. Mungu anatamani umwabudu kwa matoleo yako. Anatamani uweze kutunza siku yake ya Sabato. Je, tumekuwa watiifu katika safari yetu na Mungu? Saa zingine unatafuta kazi, mtu anakwambia kazi iko hapa, ndio, lakini wanataka kitu kidogo. Mungu anataka utiifu. Na mwisho nataka nimalize nikisema Mungu hawezi kuacha aliyowaita. Wafilipi 1:6. Mungu hawezi kuacha aliyowaita. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo nikienda kumalizia ni kwamba kama umechunguza na ukagundua kwamba kweli Mungu ndiye aliyekuagiza ukaanza safari yoyote ambayo uko unasafiri, je, Mungu ndiye aliyeagiza? Kama ni yeye, amini kwamba hawezi akakuacha kamwe, hawezi akakupungukia, maana yeye ni mwaminifu. 1:6 Wafilipi inasema, nami niaminio ndio hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Mungu wetu ni mwaminifu, ataimaliza kazi yake aliyoanzisha. Uponyaji aliyoanzisha ataimaliza. Ndoa hiyo aliyoianzisha atakuwa pamoja nawe. Kazi na biashara hiyo Mungu aliyoanzisha pamoja nawe ataimaliza. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo hata unapoona ya kwamba changamoto inakuja nyingi juu ya biashara yako, amini ya kwamba Mungu hataruhusu ukafilisika katika jina la Yesu. Mungu hataruhusu ukashindwa katika jina la Yesu. Wamekuendea kwa mganga, kwa waganga, kwa wachawi, ndio wanajaribu kukuroga, ndio wanakufanya unajaa na hofu na wasiwasi, ndio, lakini Mungu hataruhusu ukashindwe. Mungu hataruhusu ushindwe, wapendwa. Mungu hataruhusu ushindwe. Kwa hivyo langu ni kwamba Mungu anatuita tufanye nini? Je, Mungu anatuita tufanye nini ambacho lazima tuache nyuma? Pengine ni tabia fulani ambayo kwa muda mrefu imekusumbua. Ni kweli wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini hasira imekubana kabisa. Na hapo ndipo shetani anapata mwanya ya kukuangusha. Ni nini ambacho shetani bado anatumia kukupiga vita? Je, ni wivu, ni chuki, ni hasira, ni masengenyo, ni uzinzi, ni ushirati, ni ulevi? Ni nini ambacho hicho ambacho Mungu amekuita bado umekwama nayo? Ni nini? Pendwa, hicho ndio napenda tuweze kuacha asubuhi ya leo. Je, Mungu anapokuagiza jambo unaamini ama bado unasema mpaka niangalie hii kitu? Hapana, siwezi amini hivyo. Unajua siku hizi wakora ni wengi, ndio, lakini je, Mungu anapokuagiza jambo unakuwa mwaminifu? Unatembea kwa imani ama unatembea kwa macho ya mwili? Mpaka uone ya kwamba ndio hii. Watoto wa Mungu anatembea kwa imani, wapendwa. Mungu anaweza kuwa anaita mtu yeyote leo aingie katika uhusiano wa karibu zaidi na yeye. Je, anaweza kuwa anakuita umfanyie kazi katika ministry yote. Anaweza kukuita uweze kutubu yale ambayo umetenda na inazuia usione baraka za Mungu juu ya maisha yako. Anaweza kuita leo uweze kumsamehe yule mtu ambayo umembeba kwa muda mrefu moyoni mwako, na inazuia baraka za Mungu zisikuje katika maisha yako. Mungu anaweza anakuita asubuhi ya leo ukaweze kusamehe. Anaweza kuita ukaweze ukatubu. Ndio, sisi ni wanadamu, tuko na madhaifu mengi. Je, tambua udhaifu wako na ukamlilie Mungu akusaidie. Mungu anatuita, wapendwa, tuweze kujikabidhi mikononi mwake kikamilifu ili asafiri pamoja nasi. Bwana asifiwe. Safari hii ama wito huu wa Ibrahimu unatuambia kwamba Mungu anafanya kazi kwa imani. Kama vile Abrahamu alivyoamini, tunaona ya kwamba safari yake, licha ya changamoto yote aliyopitia, Mungu alihakikisha kwamba amefikia mwisho ule aliyokusudia. Jambo la pili, Mungu anaongoza hatua baada ya nyingine. Mungu anaongoza hatua baada ya nyingine. Jambo lingine ni kwamba Mungu anathamini utiifu, wapendwa. Mungu hawezi kutubariki kama hatujatii neno lake. Hatuwezi kufikia hatima zetu, hatuwezi kuwa washindi kama hatutakuwa watiifu. Na Mungu hachi watoto wake. Kwa hivyo mwanzo inaweza onekana ya kwamba ni ngumu, haieleweki, lakini Mungu yuko katika safari yako na mwisho ama hatima yako umehakikishwa. Tumeona katika madhabahu hii watu walioteswa na nguvu za giza miaka mingi, muda mrefu, wanasema hatulali, watu wanatembea sijui nini, wameteseka kwa mwisho wanapata kutoa ushuhuda. Nawe nataka nikuhakikishie ushuhuda wako unakuja asubuhi njema hii katika jina la Yesu. Hilo jambo ambalo umengoja kwa muda, umemlilia Mungu, nataka upokee kwa imani katika jina la Yesu. Kama ni uponyaji, upokee kwa imani katika jina la Yesu. Kama ni ndoa yako, Mungu arudishe amani katika jina la Yesu. Kama ni watoto wako wamekupitisha katika machungu, ukiangalia jinsi umeng'ang'ana nao na sasa adui amewapiga
kupokonya, nataka uamini ya kwamba Mungu anawarejesha katika jina la Yesu. Wewe uliyetafuta kazi muda mrefu unaelekea kukata tamaa, amini ya kwamba Mungu yuko katika safari yako na anakupea kazi katika jina la Yesu. Yule ambaye amepitia changamoto kazini, dhihaka za kazi, jua ya kwamba Mungu anakupa ushindi katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ninapomaliza Isaya 41:10, ninapomaliza nitasoma Isaya 41 mstari wa 10. Biblia inasema, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kulia wa haki yangu. Bwana asifiwe. Wapendwa, nataka kuhakikishia ya kwamba msiogope, msifadhaike, msiishi na wasiwasi, msiishi na hofu, msiishi na hali ya kutoeleweka, kutoelewa. La, nataka muwe na amani, mkijua ya kwamba Mungu wetu aliyetuita katika nuru yake ya ajabu hii yuko pamoja nasi, anasafiri nasi, na anasema nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kulia wa haki yangu. Hakuna atakaye kushinda mpendwa, hakuna atakaye kushinda katika jina la Yesu. Nitamkie ushindi katika jina la Yesu. Sema, Bwana uko pamoja nami, sitashindwa, sitakuwa na wasiwasi tena, maana umeahidi utakuwa pamoja nami, umeahidi utanishika kwa mkono wa kulia wa haki yako. Mungu aweze kutubariki. Mungu aweze kutubariki tunapotafakari neno lake na kutambua uwepo wake katika safari yetu, na kuhakikisha ya kwamba safari zetu zote Mungu yuko pamoja nasi, ili atushindie, ili atubariki, ili atufanikishe kwa utukufu wa jina lake. Baba na Mungu wetu, Mungu wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, uliyesafiri na wana Israeli ukiwapeleka Canaan, uliyesafiri Bwana na Abrahamu ukimpeleka katika nchi ya ahadi, wewe ndiwe unasafiri nasi leo. Haijalishi Bwana tunapitia changamoto gani, mradi umeahidi ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Bwana, tuna amani, tunatumaini, maana wewe uko pamoja nasi. Umesema utatusaidia na utatutumikia Bwana, utatushika na mkono wako wa kuume wa nguvu na uweza wako. Baba, shika watoto wako hawa na mkono wako wa kuume, waongoze katika njia zako, washindie vita vyao, wape tumaini na amani. Waliochekwa, walioaibika Bwana ukawafurahishe, walioona hofu ukawape ujasiri, walioona dhihaka Bwana ukawape amani. Wanaogonjeka wakapone katika jina la Yesu. Ndoa zinazopitia misukosuko Bwana ukayadhibitishe katika jina la Yesu. Aliyetafuta ajira akaajiriwe katika jina la Yesu. Anayetamani kuanzisha biashara Mungu akaanzishe katika jina la Yesu Kristo. Anayetafuta mwenzi wa ndoa Mungu ukampe katika jina la Yesu. Na Baba ukatuzidishe katika tumaini lako, hata tupumzike katika uzima wa milele. Jina lako litukuzwe unapotenda mema. Kwa jina la Yesu nimeomba kwa imani. Amen. Mungu atubariki. Amen. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, na uweze kubarikiwa. Basi niweze kuwashukuru kwa namna ya pekee kwa namna ambavyo mmekuwa watulivu. Mungu awabariki. Niwatakie asubuhi njema, niwatakie usiku mwema. Kwa kufunga kipindi chetu niweze kumuomba dada Upendo, utupe ombi. Dada Upendo, kama unatusikia, dada Upendo, ni kuombe uweze kutupa ombi la kuhitimisha. Tuna nafasi basi tuweze
kupiga magoti tunapokwenda kuomba. Tuombe. Uhimidiwe Baba mtakatifu, muumba mbingu na nchi. Hakika wewe Mungu ni mkuu na mweza wa yote. Tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa ulinzi wako. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa ukishughulika na maisha yetu Bwana. Toka tukiwa wadogo tumboni mwa mama zetu mpaka nyakati hizi, kwa rika mbalimbali na kwa nyakati mbalimbali, Bwana umekuwa nasi. Asante kwa somo zuri mtumishi wako ambalo amelileta Bwana. Hakika kila mmoja na safari yake ambayo ameanzisha, na katika maisha Bwana umekuwa nasi, kila mtu kwa safari aliyoianza katika mapito ya aina mbalimbali, lakini bado umekuwa pamoja nasi. Jina lako Bwana na lihimidiwe milele zote. Baba, tazama masaa haya tumejifunza namna unavyoshughulika nasi. Katusaidie kila mmoja kudumu katika imani. Tunapitia magumu mengi, tunapitia changamoto nyingi, ingine lavuka hatua ya kukatisha tamaa, lakini Mungu, somo hili limetutia moyo kwamba wewe, tukianza na wewe vema, tukakubali kuongozwa na wewe, utatufikisha salama. Hebu Bwana, kila mmoja aweze kuwa na imani hii. Kila mmoja Baba, tupatie Roho Mtakatifu ambaye ataendelea kututhibitisha katika kweli yako na kutukumbusha yatupasao kutenda kwa ajili ya ukuaji wa kiroho, kwa ajili ya kutafuta wewe Baba. Mungu, tuna imani kwamba kila mmoja wetu akikita mizizi yake katika chemichemi yako, mizizi ile ya imani, hakika hatatikisika. Hata kama ataonekana kunyauka kwa nje, lakini atakuwa anastawi kwa ndani, kwa sababu yuko na wewe. Bwana, wapo watu wako ambao wanalia kwa matatizo mbalimbali ambao wanaipitia. Wengine ni wagonjwa, wengine wanatafuta kazi, wengine ni mahusiano nyumbani. Mungu, wengine ni watoto ambao wametanga mbali na nyumbani. Wengine ni watoto ambao ni wagonjwa, haijulikani nini mtoto anaumwa, lakini kila siku ni mgonjwa. Baba, wote hao tunawaleta mikononi mwako, kwa sababu wewe ni tabibu mkuu tena mwenye huruma. Wewe ni mwalimu tena ni mshauri wa ajabu. Wewe ni mlinzi na ngao kubwa kwetu sote. Baba, katuangalie kila mmoja, kazungumza na kila mmoja. Kila mmoja Bwana ukampe tumaini. Tujue kabisa kwamba yote tunayopitia bado wewe utabaki kwa Mungu. Kama jinsi ambavyo uliwapitisha wana wa Israeli walipotoka Misri, humo jangwani walikutana na vizuizi vingi, lakini kila walipokuangalia wewe uliwapa nafuu na kusonga mbele. Nasi Bwana tusaidie, tukutizame wewe. Tunapokutana na changamoto yoyote, tusiangalie mwanadamu kwamba anatusema nini, binadamu anatuwazia nini, bali tukuangalie wewe Bwana. Na tunapokuangalia wewe, tunapata uponyaji wa pekee katika roho zetu, tunapata na amani, kwa sababu peke yako Mungu ndio unastahili sifa. Asante kwa muda huu Baba, wakati watu wako wengine wanajiandaa kuendelea na majukumu mengine, wengine wanaingia kwa kila mtu kulingana na jiografia yake. Katubariki sote. Malaika wako kama ilivyoahadi katika Zaburi 34 mstari wa 7 kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao na kuwaopoa. Kila mmoja Bwana ukampe malaika ambao watamzingira kila anapopita,
kila anachofanya, anapolala, anapoamka, kila anayepiga hatua kutoka ndani, Bwana tangulia naye. Asante Mungu kwa sababu unasikia. Tuna imani kabisa kwamba utaenda kutenda, kwa sababu wewe muda wako ni sahihi. Mambo yote yanatendeka kwa usahihi, kwa sababu unatujua wote. Kila mtu tunamfahamu mwisho na mwanzo wake, na unajua utaendelea kutenda. Tuna imani Bwana utatusaidia. Bariki Power Request. Ni kanisa kubwa Bwana ambalo linakusanya watu mbalimbali. Wabariki viongozi Baba kwa njozi hii, kawasaidie kuendelea. Najua anapata vita kubwa, mishale ya ibilisi na songa Baba, kawaimarisha na kuwakinga. Sote Yesu ambao tumekubali kuacha usingizi, tumekubali kutoa muda yetu kwa ajili ya kutafuta wewe, tunajua tutasongwa sana na mishale ya ibilisi, lakini hatutaogopa kwa sababu wewe umetuambia katika Isaya 41:10 tusiogope, hata tukipita kwenye maji hayatatugharikisha, wala moto hautatuunguza, kwa sababu wewe Mungu uko pamoja nasi. Na Mungu umetoa ahadi yako kwamba unawapa nguvu waliochoka, wazimiao, na unawabeba katika mbawa kama za tai. Unawapa nguvu. Nasi Bwana tubebe katika mbawa za tai, japo dhuruba zivume, lakini tuko juu katika mbawa za tai. Asante Mungu kwa sababu ahadi zako ni nyingi na ni za kweli. Tupe katika imani. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina. Amen. Amen. Asante sana wapendwa. Ninawashukuru tena kwa mara nyingine, na Mungu awabariki sana. Basi kwa heri. Tuonane tena saa 3 ya usiku majira ya Tanzania, na Bwana asiwapungukie. Asante na tunawapenda.